Mwanamichezo, karibu sana, tuyazungumze mazuri ya kimichezo. Nipo na shabiki wa klabu ya Simba, mwanachama JB64. Kwema? Kwema kabisa Bwana, baada ya maneno mengi, kelele nyingi kuhusiana na Elie Mpanzu kuhusishwa na klabu ya Young Africans, hatimaye juzi ameongeza mkataba wa miaka 2. Pengine taarifa hiyo umeupokeaje? Na wana Simba baadhi yao wamefurahia na wengine walishamkatia tamaa kwamba alikuwa tayari, wanasema wana mapenzi na klabu ya Young Africans. Unajua siku zote hawa ndugu zetu hawa wao wapo ni watu wa kunyemelea nyemelea, wapo kama mafisi. Unajua fisi siku zote akimwona mwanadamu anatembea mikono inacheza, basi anachukulia mkono utadondoka muda wote. Kwa hiyo wao unakuta fisi anamfuatilia yule mwanadamu mpaka mwanadamu anaingia ndani kwake, anafunga mlango, fisi ndo anakata tamaa, anageuka. Kwa hiyo alichofanyiwa ndo amefanyiwa hicho. Kwa hiyo sisi kikubwa tunampongeza kwanza nani? Tunampongeza bosi wetu. Kiuhalisia kwa wana Simba ambao tulikuwa tunafahamu nini kinachoendelea. Sawa, kwa Elie Mpanzu wala tulikuwa hatuna mashaka. Tulikuwa tunajua kabisa kwamba Elie Mpanzu muda wowote atarudi katika nini, katika ile status yake. Kwa sababu Elie Mpanzu amekutwa na matatizo. Kwa hiyo watu wa Simba wengi walikuwa hawaelewi. Elie Mpanzu aliuguza kwa muda mrefu mtoto wake, akaja mtoto wake akafariki. Kwa hiyo kisaikolojia sawa, hakuwa vizuri kichwani, kwa sababu mpira ni mchezo wa kichwa. Uwezo ukacheza mpira kama kichwa chako hakiko nini, hakiko vizuri. Na ndio maana hata FIFA waliweka sheria na kanuni. Sawa, kuna kitu kinachoitwa nini, termination of contract. Mchezaji ana uwezo wa kuvunja mkataba na kununua mkataba wake pindi atakapokuwa hana furaha. Sasa wewe jiulize, mpaka FIFA wanakuwekea kama una furaha unatakiwa uondoke kwenye hiyo klabu, utafute klabu ambayo itakupa nini, itakupa furaha. Kwa hiyo moja kwa moja mpira na maana ni mchezo wa kisaikolojia. Sawa, kwa hiyo kichwa chako lazima kiwe kizuri ndio uweze kucheza nini, kucheza mpira. Kwa hiyo Mpanzu alikutwa na madhira hayo, kwa hiyo kisaikolojia kichwa chake hakikuwa vizuri, na hali ilishawahi kumkuta hata Mwamnyeto. Sawa, Mwamnyeto alishawahi kukutana na hali kama hii, akawa anafungisha magoli mpaka watu wakampa jina la nini, la Magwaya. Kipindi kile Magwaya Manchester anafungisha magoli. Kwa sababu gani? Mwamnyeto alifiwa na mkewe, sawa, alifiwa na nani, na mtoto wake, yani wote kwa pamoja, yani concurrent. Kwa hiyo ile ikampelekea kisaikolojia akawa yuko vizuri. Matokeo yake ikapelekea akapoteza uelekeo katika kufocus katika kucheza nini, kucheza mpira. Lakini mwisho wa siku alikaa vizuri na walimu wa saikolojia, walifanya vizuri chini ya Nasruddin Nabi, wakakaa naye, hatimaye akarudi. Na sasa hivi Mwamnyeto ndio timu tunamtegemea, ndio beki wa timu ya nini, timu ya taifa. Kwa hiyo tungekata tamaa kipindi kile, sawa, watu wa michezo, watu wa mpira kama walivyokata tamaa watu wa Yanga, na maana Mwamnyeto tungekuwa chafanya nini, champoteza. Lakini kwa sababu watu wa mpira tulikuwepo na tulijua situation iliyomkuta, tuliwafundisha watu, tuliwaelekeza watu, hatimaye Yanga pamoja na mwalimu wao wakarudi mchezoni, wakamrudisha mchezoni Mwamnyeto. Mwamnyeto anaendelea kucheza mpira mpaka sasa hivi. Ndio kilichotokea kwa Elie Mpanzu. Kwa hiyo Elie Mpanzu tunawashukuru mashabiki wa Simba, hawakumvunja moyo, walimpa moyo, umeelewa. Kipindi chote anapotea mpaka ilifikia mahala mpaka Mpanzu akawa ametoka katika first 11 ya nini, ya Simba, si umeelewa, akawa anasubiria nini, sababu tena sababu yenyewe ya dakika 10-15. Lakini hili yote ni mambo ya mpira ambayo wachezaji wengi huwa wanafanya nini, wanapitia. Lakini na yeye kutokana na ujasiri wake akajua kabisa kwamba nina kitu ndani yangu na kinachonipelekea mpaka ninakuwa hivi ni kitu gani, hata pambana nacho. Unaona bwana, watu wa saikolojia, benchi la ufundi la Simba likapambana naye. Matokeo yake sasa hivi amerudi mchezoni, sasa hivi yuko vizuri na ameongezwa mkataba wa miaka 2. Big up na congratulations tunaupa uongozi wa nini, uongozi wa Simba ambao uliofanikisha nini, uliofanikisha swala hili pamoja na mwekezaji wetu bwana Mo Dewji, miongoni mwa wawekezaji wetu. Hatimaye amefanikisha kumpa Mpanzu miaka 2, sio kitu kidogo, umeelewa bwana. Ni kitu ambacho kimewaumiza watu wengi wa Young Africans, kwa sababu matarajio yao kwamba Mpanzu dirisha kubwa likifunguliwa mwakani, basi Mpanzu huenda akaelekea nini, akaelekea Yanga. Na Alikamwe alijipa mpaka jina anaitwa Eri. Mimi nikamalizia pale Eliza, si umeelewa, alijipa jina la Elie Mpanzu, lakini mwisho wa siku Mpanzu kashaongeza miaka 2. Kwa hiyo sasa hivi wamekata tamaa. Sasa hivi wanadai wamebakia na mchezaji mmoja ambaye ni Morris Abraham. Kwa hiyo wao waendelee kusubiri, lakini mimi na uhakika mchezaji wa Simba, kama Simba wanamhitaji, wana mipango naye, Yanga hana uwezo wa kuchukua nini, mchezaji wa Simba. Ila Simba tulishafanya hivyo kwa wachezaji wao ambao wana uhitaji nao. Tulishafanya hivyo kwa Bernard Morrison, sawa, mpaka wakakaa wiki 2 pale. Tulishafanya hivyo kwa Haruna Niyonzima, wakachoma mpaka moto jezi. Tulishafanya hivyo kwa Gadiel Michael, wakampiga mpaka mawe, si umeelewa. Lakini wao mchezaji ukimwona anamchukua, basi Simba ujue hana matarajio naye na hana uelekeo naye. Kwa mfano kama Chama, ndio maana walimwacha mpaka mkataba ukaisha, wakaja Yanga wakapita naye, si umeelewa. Chabarara mkataba umeisha, wakaja wakafanya nini, wakapita naye. Kwa hiyo waendelee kusubiri kama walivyosubiria kwa Chama ile miaka 7, kila siku Chama tumemsajili, likifunguliwa dirisha Chama wa kwetu,
mwisho wa siku anakuja kucheza kwa mkopo nini Simba. Kwa hiyo na hata ile Mpanzu, huu ni mwaka wa pili sasa hivi wanapiga kelele na Mpanzu, lakini natumaini kwa uongozi mahiri wa Simba mambo ndo kama haya, na sio Mpanzu. Kashaongezwa mkataba Kagoma tayari, kashaongezwa mkataba tayari Lucien Doroku tayari, kashaongezwa mkataba vile Suleiman Mwalimu, muda wote mtatangaziwa naye tayari ameshakula nyundo 3. Si umeelewa? Kwa hiyo sio mchezaji tena wa mkopo kutoka Wydad, tushamnunua, ila muda akirudi timu ya taifa tayari mambo yatakuwa yako mezani, kila kitu kitakuwa nini hadharani. Kwa hiyo tunachokifanya, tunafanya usajili bora kwanza wa wachezaji wetu wa ndani. Huo ndio usajili bora. Usajili bora kwanza una retain wale waliokuwepo, sawa, wote unawapa mikataba, wanaendelea kubaki, and then ndio unatafuta maongezeko ya kuongezea katika nini, katika kikosi chao. Lakini kuna watu wamekaa wanajiuliza kwa nini ile Mpanzu na rais wa heshima na haikuwa hivyo kwa Rushen pamoja na Kagoma? Hamna, ile ni mipango. Bosi alikuwa yupo wakati Rushen anaingia mkataba pamoja na nani na Kagoma, umenelewa bwana. Bosi alikuwa yuko zake Dubai, lakini ile swala la Mpanzu bosi alikuwepo. Alafu angalia hata ukubwa vile vile wa mchezaji. Mpanzu ni mchezaji ambaye ameandamwa sana na hawa jamaa, ndio maana bosi akaamua amalize moja kwa moja. Alafu kumbuka Simba tayari katiba ya wawekezaji watatu ishafanya nini, ishapita. Kwa hiyo usishangae Mo kasajili mchezaji ukamwona mwingine kasajiliwa lakini sio Mo, ina maana kuna mtu mwingine, umeelewa? Kuna klabu vile vile 51% nayo inasajili. Yani sasa hivi hatusajili kwa kutegemea mtu mmoja, yani sasa hivi upande wetu wa 51% tunasajili na upande wa 49 unafanya nini, unasajili. Kwa hiyo ukiona Mpanzu amesajiliwa sawa na 49, basi ujue 51 watu vile vile wanaweka nini, wanaweka vyoma vyao. Kwa hiyo tunatengeneza Simba iliyokuwa imara. Na Mpanzu pengine ameshtukia kiwango cha Young Africans kama gari lao linakwenda kupinduka hivi. Hii siku zote sawa, mchezaji mwenye akili timamu, yani mwenye future ya mpira, yani kwamba anahitaji kutoka pointi moja kwenda timu nyingine, sawa, yani ataka atoke pointi moja kwenda pointi nyingine, hawezi akachezea Yanga, si umeelewa? Lazima atakuja Simba kwa sababu ndani ya Simba ameshaona mifano mingi. Hivi kwa mfano yule Mzinze, wewe unaamini angekuwepo Simba yule, angekuwepo nchi, tungekuwa tayari tushamtoa, si umeelewa? Hiyo ndio sifa ya timu kubwa. Yani mchezaji mwenye umri mdogo ambaye ana bright future anahitajika na klabu kikubwa, unamwachia anakwenda, ili tupate wachezaji waliokuwa nini, waliokuwa bora katika kuja kuitumikia timu ya taifa, especially hawa wachezaji wa ndani. Unajua mchezaji anapokuja kwenye klabu yako huwa mara nyingi kuna vipengele wanafanya nini, wanaviweka, sawa. Sasa wengine wanajisahau, unakuta vile vipengele hawaviweki. Sasa usipoviweka, ukikutana na timu ambayo king'ang'anizi, maana kuna king'ang'a, kuna timu ving'ang'a, wao wakikung'ang'ania wao wanakung'ang'ania. Mzinze saizi asingekuwepo nchi kama angelikuwa Simba, lakini Yanga ndo ameenda kumharibia maisha nani, Clement Mzinze. Yani saizi tungekuwa tunazungumza Mzinze anacheza ligi Misri au anacheza ligi Morocco au anacheza ligi Algeria, sio, umeelewa? Azizi ametoka lakini kwa nguvu kubwa, na tayari umemwona tayari Azizi Ki ameshamaliza, sio, umeelewa? Na ndio maana umeona kaenda Wydad miezi kadhaa, ametolewa tena kwa mkopo, amepelekwa Sweet mgani huko Libya, sio wapi, umeelewa tayari. Kwa hiyo ndio maana unakuta sawa wachezaji hawa wadogo wadogo wanapenda sana kuchezea Simba. Sisi tulishamtoa Papa Osman Sako, sinakumbuka, tukamuuza Ufaransa akaenda kachemka mwenyewe, tunastarehe, hela alizopewa nyingi, matokeo yake anahangaika na mabiashara baada ya kucheza nini, mpira, kiwango kikashuka, akarudishwa tena wapi, akarudishwa Raja Casablanca kwa mkopo. Sasa hivi yuko Raja Casablanca, si maneno. Tushamtoa sisi Kanuti, tulishamuuza Elitiadi, Fabrice Ngoma tumemuuza Elitiadi, ukija Chama alishauzwa Berkane, ukija Mixon alishauzwa Nelson Alali. Kwa hiyo sisi huwa tungangani mchezaji hivi ninavyokuambia. Jean Charles Ahoua, wewe unajua yuko wapi? Jean Charles Ahoua ndo mchezaji pekee aliyoweka historia barani Afrika kwa sasa kucheza nusu fainali 2 mfululizo, si umeelewa? Alafu anakutana na timu hiyo hiyo moja aliyokutana nayo, sawa, wakati uko na Simba, kwa sababu Simba robo fainali tulicheza na Al Masry, unakumbuka, tukawatoa kwa mikwaju ya penalti, na Jean Charles Ahoua alihusika katika yale magoli. Jean Charles huyo tumemuuza, tumempeleka Borussia, ameenda amekutana tena robo finali na nani, na Al Masry wale na amewapeleka nje. Umeona historia hii? Wewe ulikuwa unajua hii? Uwezo ukaijua hii kama ufuatili mpira, si umeelewa? Kwa hiyo tayari amecheza nusu finali 2 kwa kuitoa timu ya aina hii moja, akiwa na Simba na akiwa na RS na Borussia, si umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi anatarajia kwenda kucheza nusu finali na hatimaye inawezekana akacheza nini, akacheza finali. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye nyota yake inawaka,
kimataifa. Amekuja Simba msimu wa kwanza kaipeleka Simba fainali.